Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma ij'alna wa yana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma amin. Kwenye darasa hii biidhnillahi ta'ala tutazungumza kuhusiana na hadithi maarufu kwa jina la hadithun nuzul. Na kabla ya kuzungumza kuhusiana na hadithun nuzul ambayo lafdhi yake ni yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-samai dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir fayaqulu hal min da'in fa astajiba lah, hal min sa'ilin fa u'tiyah, hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Kabla kuingia katika uchambuzi wa hadithi hii ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim na al-Imamu Malik katika kitabu chake al-Muwatta na wengineo, tutaingia katika kutaja kwanza kaida fupi, ndipo kuja kuingia kwenye tafsiri ya hadithi hii na kuzungumza kwamba sio maana ya hadithi hii kuwa Mwenyezi Mungu anateremka kwa uhakika wa kuteremka kutoka juu kwenda chini. Moja katika nukta hizo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, na kila kitu, yani katika viumbe kwake Mwenyezi Mungu ni chenye kuwa kwenye makadirio maalumu, yani kwenye saizi maalum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii ametujulisha kwamba viumbe ni vyenye kuwa kwenye mipaka na saizi, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala laisa kamithlihi shay, hapana kama yeye chochote. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiwi kwa sifa ya kuwa na saizi na kuwa na makadirio, na kila ambacho kitakuwa na saizi au kina makadirio hicho sio Mungu. Na mwenye kumsifia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa ya kuwa na saizi na mipaka na kuwa na kiwango maalumu, huyo anatoka kwenye Uislamu, kama alivyosema Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu kwenye kauli ambayo imepokewa katika kitabu kiitwacho Hilyatul Awliya, pale aliposema Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, man za'ama anna ilahana mahdud, mwenye kudai kwamba Mola wetu ni mwenye saizi fulani, faqad jahila al-khaliq al-ma'bud, basi hakika amejingikiwa, hamjui muumbaji mwenye kustahiki kuabudiwa. Nukta ya pili ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiwi kwa sifa ya kubadilika, na kwenye hili anasema al-Imamu Abu Hanifa kwenye kitabu chake al-Fiqh al-Akbar, kauli ambayo maana yake ni hii: man qala bihuduthi sifatin min sifati llahi, mwenye kusema kwa kauli ya kuzuka sifa moja tu miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu, au shaka au tawaqafa, au ametia shaka au amesita, ametia shaka hivi Mwenyezi Mungu anasifiwa kwa sifa fulani katika sifa za kuzuka, au amesita akasema mimi sisemi anasifiwa kwa sifa hii, wala sisemi kwamba yeye hasifiwi kwa sifa hii, amesema al-Imamu Abu Hanifa radhiyallahu anhu, faqad kafara, basi hakika amekufuru. Kwa hiyo mtu kusema kwamba Mwenyezi Mungu amezukiwa na sifa, au kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa fulani na hiyo sifa ikawa ni miongoni mwa sifa za kuzuka, kama vile kusema kwamba eti Mwenyezi Mungu yupo kwenye sehemu fulani, ilhali Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba alikuwa ni mwenye kuwepo bila kuhitajia mahala wala upande, au kusema kwamba eti Mwenyezi Mungu ana sifa ya kuteremka kutoka juu kwenda chini, ilhali Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba mahala, kabla ya kuumba arshi na mbingu hakuwa ni mwenye sifa hiyo. Huyu mwenye kumsifia Mwenyezi Mungu kwa sifa hizi ni mwenye kukufuru, ni mwenye kutoka kwenye Uislamu. Na kwenye hili anasema pia al-Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu katika kauli ambayo ameipokea al-Hafidh Murtada az-Zabidi kwenye kitabu chake Ithafu Sadatil Muttaqin juzu ya pili, sharh ya Ihya Ulumuddin, amesema al-Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu, la yajuzu alayhi at-taghyiru fi dhatihi wala at-tabdilu fi sifatihi, hakujuzu kumnasibishia mabadiliko katika dhati yake wala kumnasibishia mabadiliko katika sifa zake. Kwa hiyo haijuzu kusema eti Mwenyezi Mungu amebadilika
Kama ambavyo haijuzu pia kuwa mtu hajasema kwa kauli ya kwamba Mwenyezi Mungu amebadilika au sifa zake, lakini kumpa sifa ya kubadilika au kumpa sifa ya kuzuka, haijuzu, yani ni kukufuru na kutoka kwenye Uislamu. Na pia anasema al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi radiyallahu anhu kwenye aqida yake mashuhuri kwa jina la Aqidatu Tahawiyya, ambayo ametaja mwanzo wake akasema, hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa. Huu ni utajo wa kuiweka wazi aqida ya ahli sunna wal jamaa, kwa maana yaliyomo ndani ya aqida hii ni ambayo yamethibitishwa na ahli sunna wal jamaa na wamekubaliana juu yake, na mwenye kupinga moja kati ya ambayo yamo ndani ya aqida hii, huyu moja kwa moja inakaa wazi kwamba yeye sio miongoni mwa ahli sunna wal jamaa, ijapokuwa anajidai kwa kujiita yeye miongoni mwa ahli sunna wal jamaa. Amesema al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi radiyallahu anhu kwenye aqida yake hii, Aqidatu Tahawiyya, wa man wasafa Allah bima'na min ma'ani al-bashar faqad kafar, na mwenye kumsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa yoyote miongoni mwa sifa za viumbe, basi hakika amekufuru. Na miongoni mwa sifa hizo za viumbe ni kubadilika na kuwa na saizi maalum. Pia amesema al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi kwenye aqida yake hii, Aqidatu Tahawiyya, wa kama kana bi sifatihi azaliya kadhalika la yazalu alaiha abadiya, na kama alivyo Mwenyezi Mungu kwa sifa zake kabla ya kuumba chochote, ni mwenye sifa ya utangu yeye na sifa zake, kadhalika la yazalu alaiha abadiya, hivyo hivyo haachi kuwa juu ya sifa zile zile alizokuwa ni mwenye kusifika nazo tangu na tangu milele. Yani sifa ambazo ni mwenye kusifika nazo Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba ndizo ambazo amesifika nazo alipoumba, na ndizo ambazo amesifika nazo baada ya kuumba na kuendelea bila ya kubadilika. Kwa hiyo aqida ya kwamba Mwenyezi Mungu anabadilika sio aqida ya Ahlusunna wal Jamaa, wala sio aqida ya Waislamu. Na aqida ya Ahlusunna wal Jamaa ni kwamba Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa kabla ya kuumba ndivyo alivyo baada ya kuumba. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hasifiwi kwa sifa ya kuteremka juu kuja chini, wala kwa sifa ya kutikisika, wala kwa sifa ya kubadilika, wala kwa sifa yoyote miongoni mwa sifa za viumbe. Na kwenye hili ametoa hoja Nabii Ibrahim juu ya kujulisha kwamba kitu hakifai kuabudiwa kikisifika na sifa moja miongoni mwa sifa hizi. Kitu ambacho kinasifika kwa sifa ya kubadilika au kina saizi maalumu, hichi ni kiumbe. Ndio akasema Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam kwenye kisa maarufu kama kilivyotajwa ndani ya Qur'ani kuhusiana na mwezi, nyota na jua, inni la uhibbul afilin. Maana yake inni la uhibbu ibadatakum lima yafulu au liman yafulu, hakika mimi sipendi kuabudia kwenu kukiabudia ambacho kinatoweka, yani ambacho kinatoka kwenye hali fulani kuelekea hali nyingine, yani ambacho kinabadilika. Kwa nini? Kwa sababu hicho hakistahiki kuabudiwa. Kwa hiyo Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam ametoa hoja juu ya kutostahiki kuabudiwa jua, mwezi na nyota, kwa kuwa kwake vitu hivi ni vyenye sifa ya kubadilika kutoka hali fulani kuelekea hali nyingine, na kwa kuwa kwake vitu hivi ni vyenye sifa ya kuwa na saizi fulani. Na kama wanavyosema wanaozuoni wa tauhidi, at-taghayyuru akbaru alamati al-huduth, kubadilika ni miongoni mwa alama kubwa za kuzuka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hasifiwi kwa sifa ya kubadilika, kwa sababu kubadilika ni miongoni mwa sifa za viumbe, na Mwenyezi Mungu sio kiumbe, bali Mwenyezi Mungu ni muumba wa viumbe. Pia kubadilika kama wanavyosema wanaozuoni wa tauhidi, yakunu min naqsin ila kamalin au min kamalin ila naqsin, kubadilika kunakuwa kwa kutoka kwenye kasoro kuenda kwenye ukamilifu, au kwa kutoka kwenye ukamilifu kuenda kwenye kasoro. Na Mwenyezi Mungu hasifiwi kwa sifa hizo za kutoka kwenye kasoro kwenda kwenye ukamilifu, wala kutoka kwenye ukamilifu kwenda kwenye kasoro, wala kutoka kwenye ukamilifu kwenda kwenye kasoro, bali Mwenyezi Mungu kamilul kamali azalan wa abada, ni mkamilifu wa ukamilifu tangu na tangu, kabla ya kuumba chochote na milele. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa kabla ya kuumba,
ndivyo alivyo baada ya kuumba. Sifa ambazo anasifika nazo kabla ya kuumba ndizo sifa ambazo anasifika nazo baada ya kuumba. Tunamalizia hili kwa kuja kwenye hadith ya an-nuzul, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, baada ya kutaja hizi nukta ambazo tumetanguliza, kwa kuongeza pia kabla ya kuingia kwenye uchambuzi wa hadithu nuzul kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia hajipatii utukufu kwa viumbe wake. Kwa hiyo sio kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kuumba arshi au baada ya kuumba mbingu ndio akapata sifa fulani ambayo hakuwa nayo kabla ya kuumba. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hasifiwi kwa sifa ya kuteremka kutoka juu kuenda chini, kwa sababu inalazimu ili asifiwe kwa sifa ya kuhama kutoka juu kwenda chini, kuteremka kiuhakika, iwe yeye Mwenyezi Mungu amezukiwa na sifa hii. Sifa hakuwa nayo kabla ya kuumba arshi na mbingu, au iwe arshi na mbingu sio viumbe hivi, havijaumbwa, iwe sio viumbe havijaumbwa, ili iwe sifa ya Mwenyezi Mungu kwa madai yao ya kutoka juu kuenda chini haijazuka, bali ni ya tangu. Na mtu kusema lolote katika haya anakufuru na anatoka kwenye Uislamu, kwa sababu kusema kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa ya kuzuka, maana yake Mwenyezi Mungu yeye ana sifa ya kubadilika, na yeye ni kiumbe, kwa sababu chenye kusifiwa kwa sifa za kuzuka hicho pia ni chenye kuzuka. Na mwenye kusema kwamba kitu fulani miongoni mwa viumbe sio kiumbe kama vile mbingu au arshi, huyu pia anakufuru, anatoka kwenye Uislamu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema wa khalaqa kulla shay, na ameumba kila kitu. Tunaingia kwenye tafsiri ya hadithu nuzul, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Maana yake anaamrisha Mwenyezi Mungu kuteremka malaika, sio maana yake anateremka yeye Mwenyezi Mungu kwa dhati yake, na hilo hutokezea kila lailatin, kila usiku, hina yabqa thuluthul layli al-akhiru, wakati na kubakia thuluthi ya usiku ya mwisho. Usiku ukigawiwa kwenye mafungu matatu, fungu la mwisho ndiyo hutokezea jambo hili. Mwenyezi Mungu humwamrisha malaika ateremke, fayaqulu, husema malaika kwa amri ya Mwenyezi Mungu, hal min da'in fa astajiba lah, je, kuna muombaji yoyote nimkubalie maombi yake? Anasema malaika kwa kunadi kwamba Mwenyezi Mungu anasema hivi, kuna muombaji yoyote nimkubalie maombi yake? Hal min sa'ilin fa u'tiya, je, kuna yeyote muombaji nimpe anachokiomba? Hal min mustaghfirin fa aghfira lah, je, kuna yeyote mwenye kutaka msamaha nimsamehe? Hufikisha malaika maneno haya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi. Na hadithi hii ndivyo ilivyotafsiriwa na wanawazuoni, na tafsiri hii inatiwa nguvu na riwaya ambayo imekuja kama ambavyo amepokea al-Imamu an-Nasa'i kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna Allaha yumhilu hatta yamdi shatru al-layli al-awwal, hakika Mwenyezi Mungu huacha muda mpaka hupita nusu ya usiku ya kwanza. Fayamuru munadiyan yunadi, humwamrisha mwenye kunadi anadi, yani humwamrisha malaika anadi maneno yanayomalizia hal min da'in fa astajiba lah, hal min sa'ilin fa u'tiya, hal min mustaghfirin fa aghfira lah. Kwa hiyo hadithi hii inaitafsiri hadithi ile ya kwanza, na wanawazuoni wanasema kama vile al-Hafidh al-Iraqi kwenye alfia yake, wa khairu ma fassartahu bilwaridi, na bora ya tafsiri uliyoitoa kwenye kufasiri ni ambayo umeifasiri kwa chenye kupokelewa, yani kutafsiri aya kwa dalili ya aya nyingine, au aya kwa dalili ya hadithi, au hadithi kwa dalili ya hadithi. Hii ndiyo tafsiri bora, kwa vile imekuja riwaya nyingine inayojulisha kwamba hadithi yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, sio maana yake kwamba Mwenyezi Mungu anateremka yeye mwenyewe, bali imekuja wazi kwenye riwaya nyingine kwamba Mwenyezi Mungu anamteremsha malaika. Hapo imetakiwa kuitafsiri hadithi yanzilu rabbuna kwamba maana yake anateremka malaika kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Pia ametaja Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani kwenye Fathul Bari kwa kunukuu
kutoka kwa Al-Hafidh Abu Bakr ibn Furak kwamba wadhabatahu ba'du mashayikhina bidhammi awwalihi bilafdhi yunzil, wameidhibiti baadhi ya mashekhe zetu hadithi yanzilu rabbuna kwa kutiwa dhamma mwanzo wake, badala ya kusomwa yanzilu rabbuna wameidhibiti kwamba inasomwa yunzilu rabbuna, yanateremsha Mola wetu. Ala hadfi almaf'uli, kwa kufutwa mtendwaji, yani wameipokea yunzilu rabbuna ay yunzilu malaka, yani huteremsha Mwenyezi Mungu malaika. Kwa hiyo kutokana na riwaya mbili ambayo ameitaja Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani kama ambavyo imethibitiwa na mashekhe na alivyotaja Al-Hafidh Abu Bakr ibn Furak, na kutokana na hadithi ambayo ni riwaya Al-Imam An-Nasa'i, zinaweka wazi riwaya hizi mbili kwamba makusudio ya hadithi ambayo amepokea Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim na Al-Imam Malik katika kitabu chake Al-Muwatta, sio maana ya neno yanzilu rabbuna kwamba Mwenyezi Mungu anateremka yeye mwenyewe kwa uhakika kutoka juu kwenda chini, na maana hii hutiwa nguvu hata na lugha, bali lugha zote hutiwa nguvu maana hii na lugha ya Kiarabu, bali hata na lugha ya Kiswahili na lugha zingine, kwa kuwa husemwa katika lugha zote. Mathalan, mfalme ametengeza mnara, au mathalan rais ametengeneza jengo fulani, ilhali kiongozi huyo hajashiriki hata katika kuenua mchanga. Lakini kwa nini panasemwa kwamba yeye ametengeneza? Kwa sababu yeye ameamrisha kutengenezwa kile kitu. Kwa hiyo kikategemezwa kitendo kwake yeye, kwa sababu yeye ameamrisha kile kitu kifanywe. Kwa vile yeye ameamrisha kile kitu kifanywe, ndio kikategemezwa kitendo hicho kwake yeye, kwa upande wa kwamba yeye ni sababu ya kitendo hicho kupatikana. Bali mfano wa hili umo pia katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani kuhusiana na Sayyiduna Adam alayhi salatu wassalam pamoja na mama Hawa, wanadahuma rabbuhuma, na amewaita Mola wao. Hivi Mwenyezi Mungu ameita kama ilivyo kwa uwazi wake? La, aliyeita ni malaika. Amemuita Nabii Adam pamoja na mama Hawa kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu amesema wanadahuma rabbuhuma. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ameamrisha waitwe hawa wawili. Alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Wa aqul lakuma, sio maana yake kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliyemsemeza Nabii Adam pamoja na mama Hawa. Kwa makubaliano ya Ahlus Sunna wal Jamaa ni kwamba ambao ni wenye kusemezwa na Mwenyezi Mungu kwa maneno yake ambayo sio herufi wala sauti wala lugha ni wawili katika binadamu, nao ni Nabii Musa alayhi salatu wassalam pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Naam, ipo kauli mbele ya Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba Nabii Adam yeye ni watatu katika binadamu ambao wamesikia maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo sio kwa herufi wala sauti wala lugha, na wanne ambaye ni mwenye kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo sio herufi wala sauti wala lugha ni Jibril alayhi salam. Kwa hiyo kwa makubaliano ya Ahlus Sunna wal Jamaa, mama Hawa, as-Sayyida Hawa sio katika ambao ni kalimullah, sio katika ambao ni wenye kusemezwa na Mwenyezi Mungu kwa maneno yake ambayo sio herufi wala sauti wala lugha. Kwa hiyo inakaa wazi kwamba makusudio ya neno wa aqul lakuma sio maana yake Mwenyezi Mungu amesema yeye akamsemeza Nabii Adam pamoja na mama Hawa, bali maana yake Mwenyezi Mungu amemuamrisha malaika awaambie Nabii Adam pamoja na mama Hawa, kwa sababu mama Hawa sio msemezo wa Mwenyezi Mungu kwa makubaliano ya Ahlus Sunna wal Jamaa, lakini kitendo kimetegemezwa kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ameamrisha kifanywe hicho kitendo cha kuwaita hawa wawili na kuwasemeza hawa wawili. Pia mfano mwingine ni kwenye Qur'ani. Pia
pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, kwa makubaliano ya ahlu sunna wal jamaa, bali waislamu wote, ni kwamba sio kwamba eti Mwenyezi Mungu alikuwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akawa anaisoma Qur'ani kisha Mtume anaitikia, kwa makubaliano ya waislamu wote, bali ambaye alikuwa ni mwenye kusoma Qur'ani kisha Mtume hufuatia ni Sayyiduna Jibril, ndiye ambaye alikuwa anafanya hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu amesema fa idha qara'nahu, pindi tukiisoma, yani pindi akiisoma Jibril kwa amri yetu, fattabi' Qur'ana. Kwa hiyo yanzilu rabbuna, kitendo cha yanzilu, kuteremka, kimechegemezwa kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa makusudio kwamba Mwenyezi Mungu eti yeye ni mwenye kuteremka kwa dhati yake, kama ambavyo tumetaja kwa dalili ya riwaya nyingine ya An-Nasa'i, na kama ambavyo tumetaja kwa dalili za Qur'ani, na kama ambavyo imeshathibiti mbele ya wanazuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa, bali Waislamu wote, kama nilivyotanguliza kabla ya kuingia kwenye kuichambua hadithi hii, hadithi ya an-nuzul. Na wanazuoni hii ndiyo akida yao. Miongoni mwa wanazuoni waliozungumza kuhusiana na jambo hili ni al-Imam al-Baihaqi radiyallahu anhu kwenye kitabu chake al-Asma' wa Sifat na al-I'tiqad wal Hidayah, bali pia wakatilia mkazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiwi kwa sifa ya kutikisika wala hasifiwi kwa sifa ya kutulizana. Sio kwa Mwenyezi Mungu hasifiwi kwa sifa ya kutoka juu kwenda chini tu kwa kuteremka kwa uhakika, bali hata kutikisika au kutulizana Mwenyezi Mungu hasifiwi na haya, kwa sababu haya ni miongoni mwa sifa za viumbe. Al-Imam al-Baihaqi radiyallahu anhu kwenye kitabu chake al-Asma'u wa Sifat amesema wallahu ta'ala la yusafu bil haraka, na Mwenyezi Mungu mtukufu hasifiwi kwa sifa ya kutikisika, lianna al-harakata was-sukuna yataaqabani fi mahallin wahid, kwa sababu kutikisika na kutulizana kunafuatana katika sehemu moja, yani kunapatikana kutikisika, kunaondoka kutikisika, kunakuja kutulizana na mfano wa hivyo. Wa innama yajuzu an yusafa bil harakati man yajuzu an yusafa bisukun, na hakika sio vingine hujuzu kusifiwa kwa sifa ya kutikisika ambaye hujuzu kusifiwa kwa kutulizana. Wa kilahuma min aradil hadath, na zote hizo mbili, kutikisika na kutulizana, ni miongoni mwa sifa za viumbe. Wa awsafil makhluqin, na sifa za wenye kuumbwa. Wallahu tabaraka wa taala mutaalin anhuma, na Mwenyezi Mungu aliyetakasika na aliyetukuka ni mwenye kutakasika kuepukana na sifa hizo mbili, kutikisika au kutulizana. Laisa kamithlihi shay'un, hapana kama yeye chochote. Mwenyezi Mungu hajafanana na chochote kwa namna yoyote katika namna za kufanana. Na hii pia ndiyo aqida ya mashehe wote wa Ahlus Sunna wal Jamaa, bali ndiyo aqida ya kila Muislamu, ambayo mtu kuikhalif ni kurtadi na kutoka kwenye Uislamu. Hata mashehe wa visiwa vyetu Zanzibar, bali mashehe wa Tanzania, bali mashehe wa Kenya, hii ndiyo aqida yao, na hawajaenda kinyume na aqida hii isipokuwa mawahabi na mfano wa mawahabi katika ambao ni mushabbiha mujassima, wenye kumfananiza Mwenyezi Mungu na viumbe, na ambao ni wenye kumsifia Mwenyezi Mungu kwa sifa za viwiliwili. Miongoni mwa wanawazuoni waliopita katika wanawazuoni maarufu wa miji yetu huku Afrika ni mwanawazuoni maarufu Al-Habib Abu Bakar ibn Sumayd, ambaye ametunga kitabu kiitwacho At-Tiryaqun Nafi' min al-Ama, sharhi ya babu majaa irshadul muslimin. Amesema ndani ya kitabu hichi, na mimi hapa nina chapa ya zamani, At-Tiryaqun Nafi'u min al-Ama, nina chapa ya zamani ambayo ilichapishwa Zanzibar, Mwanakwerekwe. Anasema ndani yake, wa maana yanzilu rabbuna fil hadithi, na maana ya neno yanzilu rabbuna katika hadithi, yanzilu amruhu wa malaikatuhu au rahmatuhu, huteremka amri yake au malaika wake,
au rehema yake. Huteremka malaika wake, huteremka amri yake na malaika wake, yani huteremka malaika kwa amri yake, au huteremka rehema zake, au huwa kinayatun an mazidi alqurbi, au hilo ni fumbo kuhusiana na kuzidi kuwa karibu kwa ukubali maombi yao. Kwa hiyo yanzilu rabbuna, kwa maana Mwenyezi Mungu katika wakati huo anayakubali zaidi maombi yenu. Hivi ndivyo alivyotafsiri mwanazuoni huyu Al-Habib Abu Bakar ibn Sumayd na wanazuoni wote waliopita wa Zanzibar. Hii ndiyo akida yao na hawa ndiyo mashekhe zao, bali hivi pia ndivyo tulivyopokea hadithi hii ya yanzilu rabbuna, kama ambavyo nitataja hadithi hii yanzilu rabbuna kwa sanadi yenye kuungana kutoka kwangu mpaka kwa al-Imam al-Bukhari. Amesema al-Imam al-Bukhari kwenye kitabu chake Sahih ya Bukhari, Sahih al-Bukhari, katika mlango wa 14, babu duai wa salati min akhir al-layli, hadithi namba 1145. Amesema hadathana Abdullah ibn Maslamata an Malik an ibn Shihab an Abi Salamata wa Abi Abdillah al-Agharri kilahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir yaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kwa hiyo yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, kama tulivyopokea, huteremka rehma maalumu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika wakati huo. Au yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, huteremka malaika kwa amri yake Mwenyezi Mungu aliyetakasika na aliyetukuka, kulla lailatin ila samai dunya, kila usiku kwenye mbingu ya dunia, hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, wakati inapobakia thuluthi ya usiku ya mwisho, yaqulu, husema man yad'uni fa astajiba lah, nani mwenye kuniomba nimwitikie nimkubalie maombi yake. Man yasaluni fa u'tiyah, nani mwenye kuniomba nimpe. Man yastaghfiruni fa aghfir lah, nani mwenye kuniomba msamaha nimsamehe. Hivi ndivyo ambavyo tumepokea. Hadha ma a'lamu wallahu a'lam wa ahkam. Na insha Allahu taala, hii ni kianzio tu. Biidhnillahi tutakuja na darasa nyingine ambayo tutajitahidi tukunjue masala mengine ambayo hatujayataja kwenye darasa hii, pia na kutaja baadhi ya kauli katika masala haya na kuhusiana na hadithi hii tunayoita hadithi ya an-nuzul. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kwenye hilo na atuwafikishe kwenye usawa katika kila hatua. Pia tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaongoze wale ambao walikuwa wanaitakidi kwamba eti Mwenyezi Mungu anateremka kwa dhati yake kutoka juu kwenda chini, ambao hao walikuwa wanamsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa za viumbe, wanamsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa ya kuwa na saizi, kwa Mwenyezi Mungu ana saizi fulani, sehemu fulani hayupo, sehemu fulani yupo. Pia tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaongoze hawa na wengine katika makundi ambayo ni makundi potevu, ambao wametoka kwenye Uislamu kwa itikadi zao mbaya, kama vile wenye kudai kuwa Mwenyezi Mungu yupo sehemu, na wenye kudai Mwenyezi Mungu ni mwenye kubadilika, au Mwenyezi Mungu ni mwili, au Mwenyezi Mungu ni saizi, na wengine wenye itikadi nyingine za kufuru au itikadi za upotevu, awalete kwenye akida ya Ahlusunna wal Jamaa ambayo tumeitaja na ambayo huwa tunaitaja. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie haya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira.